Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na tathmini iliyofanywa juu ya uharibifu katika vinu vya nyuklia vya Iran ambavyo vilifanyiwa mashambulizi na Marekani pamoja na Israel. Mashambulizi ya kijeshi ya Marekani kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa juma lililopita hayakuharibu vipengele vya msingi vya mpango wa nyuklia wa Iran, na kuna uwezekano wa kurudisha miezi kadhaa na kuvifanyia maboresho, kulingana na tathmini ya mapema ya kijasusi ya Marekani ambayo ilielezewa na watu 7 walioarifiwa juu yake. Tathmini hiyo ambayo haijaripotiwa hapo awali imetolewa na shirika la ujasusi la ulinzi mkono wa kijasusi wa Pentagon. Imetokana na tathmini ya uharibifu wa vita uliofanywa na kamandi kuu ya Marekani baada ya mashambulizi ya Marekani. Moja ya vyanzo vilisema uchambuzi wa uharibifu wa tovuti na athari za mashambulizi kwenye malengo ya nyuklia ya Iran unaendelea na unaweza kubadilika kadri akili zaidi zinavyopatikana, lakini matokeo ya awali yanakinzana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba mashambulizi hayo yalitafuna kabisa mifumo ya nyuklia ya Iran, vituo vya kurutubisha nyuklia vya Iran. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth pia alisema Jumapili kwamba matarajio ya nyuklia ya Iran yamefutiliwa mbali. Wawili kati ya watu wanaofahamu tathmini hiyo walisema hazina ya Iran ya urani iliyorutubishwa haikuharibiwa. Mmoja wa watu alisema centrifuges kwa kiasi kikubwa ipo ya kutosha. Chanzo kilisema kuwa ujasusi uliotathmini kurutubishwa uranium ulihamishwa nje ya tovuti kabla ya kombora la Marekani. Kwa hivyo tathmini ya DIA ni kwamba Marekani iliwarudisha nyuma labda miezi michache tu katika kufanya maboresho. Ikulu ya White House ilikiri kuwepo kwa tathmini hiyo, lakini ikasema haikubaliani na hilo. Hii ni kutokana na taarifa kutoka katika ikulu ya White House ambayo imeelezwa na katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt akiambia CNN katika taarifa yake. Anasema tathmini hii inayodaiwa ni mbaya kabisa na iliainishwa kabisa siri kuu, lakini bado ilifichuliwa kwa CNN na mtu asiyejulikana aliyepoteza kiwango cha chini katika jumuiya ya kijasusi. Mpango wa nyuklia wa Iran, kila mtu anajua nini kimetokea unapodondosha mabomu 14 ya pound 30,000 kwenye malengo yao. Lazima mpango huo wa nyuklia umefutwa kabisa, anaamini Levitt. Hata hivyo, jeshi la Marekani limesema operesheni hiyo ilienda kama ilivyopangwa na kwamba ilikuwa na mafanikio makubwa. Bado ni mapema kwa Marekani kuwa na picha ya kina ya athari za makombora hayo, na hakuna vyanzo vinavyoelezea jinsi tathmini DIA inavyolinganishwa na mtazamo wa mashirika mengine katika jumuiya ya upelelezi. Marekani inaendelea kuchukua taarifa za kijasusi ikiwa ni pamoja na kutoka ndani ya Iran, huku wakitathmini uharibifu huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia hapa The World News uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.